Karibuni sana KingoFarm. Hii ni channel pekee ambayo tunatoa mafunzo kuhusiana na namna ambavyo unaweza ukawafuga kuku kwa kutumia tiba za asili, lakini na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na ufugaji. Sasa leo hii nimekuja na mada hapa kwenu kwamba yale maeneo, tunajua maeneo ya mjini, kipindi ambacho kuku wanakuwa wengi huwa wanauzwa hadi 6500 hawa broiler. Unaweza ukajiuliza, je, hii 6500 wafugaji huwa wanapata faida au wanapata hasara? Kwa wewe mfugaji ambaye bado hujafuga na unatarajia kuingia kwenye soko la namna hii, soko ambalo wanauza kuku 6500, inatakiwa uwe makini sana. Sikiliza vizuri sana hii video, halafu unaweza ukanielewa mwishoni ni kitu gani ambacho unaweza ukakipata endapo utaingia kwenye hili soko. Sasa leo hii nimejaribu kuandaa bajeti ya kuku hawa broiler hawa 500. Na jinsi walivyo ni kwamba wanapokuwa wachache, faida kidogo huwa inakuwa finyu na uwezekano wa kupata hasara unakuwa ni mkubwa. Ila unavyozidi kufuga kuku wengi, uwezekano wa kupata faida, kupata hasara pia huwa unapungua. Kwa hiyo hapa nimejaribu kuanza na budget ya kuku walau ambao kidogo wanaweza wakaingia sokoni vizuri, hawa broiler 500. Nimekuandalia hapa budget ambayo mfugaji utaitumia ndani ya siku 28 kuwafuga hawa kuku ndani ya siku 28. Yaani namaanisha ikifika siku ya 28 inatakiwa umpate mteja ambaye utamuuzia hawa kuku wote 500. Tuangalie, je, utapata faida au hasara. Sasa mimi nimechukulia kwa mfugaji ambaye ni mgeni, yani bado halijui vizuri hili soko, hajui wapi abane, wapi asibane, ili aweze kuwafuga hawa kuku. Lakini pia mwishoni nitakwambia kama tutapata hasara, nitakwambia nini cha kupata na kama cha kufanya, na kama tutapata faida nitakwambia nini cha kufanya. Hapa sasa tukianza bei ya vifaranga 500, mimi nimechukulia 2000, lakini kuna muda mjue pia huwa wanauzwa hadi 2200 hawa broiler, lakini maeneo ya mjini utapata vifaranga kwa shilingi 2000, ambayo sasa kwa 500 inakuwa ni 1,000,000. Chakula hawa kuku starter watatumia mifuko 6 na grower watatumia mifuko 21. Uwaga tunatumia grower. Sasa hivi wengi sana wanajua hawatengenezi finisher kwa sababu kwenye matumizi ya finisher watu wanatumiaga grower. Kwa hiyo nimeweka mifuko 21, ambayo sasa starter ni kwa bei ya 94 na grower kwa bei ya 92. Hapa unapata jumla ya vyakula. Pesa ambayo utapeleka kwenye vyakula ni 2,496,000. Chanjo, vitamin pamoja na antibiotic. Hapa nimekadiria utatumia shilingi 100,000 kununua chanjo, vitamin pamoja na antibiotic. Chanzo cha joto, mkaa. Hapa sasa nimechukua reference ya mkaa. Endapo utatumia mkaa kama chanzo cha joto, utatumia shilingi 50,000. Maana yake utatumia gunia 2 kwa hawa kuku 500. Endapo mkaa unauzwa shilingi 25,000. Kwa hiyo utaangalia huu mkaa unauzwa shilingi ngapi. Umeona? Maji na umeme. Umeme yani nazungumzia zile taa balbu ambazo utaziweka mle kwenye banda lako, maji ambayo utakuwa unawapa kwa kipindi hiki. Broiler 500 kwa siku wanaweza wakatumia hadi madumu 5 ya maji. Uwaga wanatumiaga, inafikiaga kipindi hata wanakunywa ya maji lita 100. Ni shilingi 20,000 nimeweka. Mfanyakazi, kama utaweka pale mfanyakazi, au kuku wanafugwa mwezi mzima, siku 28, maana yake ni hesabu ya mwezi mzima. Maeneo mengi unakuta wanawalipa wafanyakazi labda 100,000 kwa mwezi. Kwa hiyo wewe umefuga kuku wako 500, umeweka mkaka wa kazi pale, ndio anafanya hizi kazi za kualisha, kusafisha mabanda, vitu kama hivyo, utamlipa shilingi 100,000. Jumla sasa hapa ya hivi vitu tu nilivyovitaja, kama kuna vitu vingine nimevisahau, maana yake utaviongeza. Unapata 3,766,000. 3,766,000. Hii ndio pesa ambayo umefanya matumizi
kwenye kuwalea hawa broiler 500 mpaka wanafika siku ya 28 unataka waingize sokoni. Sasa mauzo ambayo utayafanya kwa kuku 500 kwa 6500, hapo sijachukulia hata kuku mmoja amekufa. Yaani nimechukulia 500 kama 500 na umepata mteja, mmehesabu kuku wamefika 500. Bado kuna hiyo umefuga kuku 500, unaweza ukaingia bandani ukihesabia unakuta hapo 480 na uelewe kuku 20 wameenda wapi. Utapata 3,250,000 ambayo ni tali ni hasara kwa sababu umetumia 3,766,000. Hapa unakuta unatumia 3,00,000 unapata 3,250,000. Unapata hasara ya shilingi 5,516,000 endapo utafanya matumizi kama hivi ambavyo nimeelekeza hapa. Umeona kama kuna sehemu ulikuwa unaandika utaona vizuri. Sasa hii tayari ni hasara. Inatakiwa nikuambie mambo ya kufanya. Utafanyeje ili uweze kutoka kwenye hii hasara ya 5,516,000? Mambo ya kufanya ambayo mimi binafsi nimesuggest na nadhani wafugaji ambao wao wanafuga waga wanabania hizi sehemu. Kwanza kabisa, nunua chakula cha jumla. Wale wanaouzaga chakula waga wanapataga faida ya shilingi 4,000. Kwa hiyo hii mifuko 27 ya starter pamoja na grower, ukinunua chakula cha jumla utakuwa umefanikiwa kupunguza 1,108,000. Kitu cha pili, tumia tiba za asili na chanjo za asili. Ukitumia chanjo za asili na tiba za asili utapunguza huku manunuzi ya antibiotiki, ya chanjo, ya vitamini kutoka kwenye 100,000. Mimi nimeweka utaweka tu bajeti ya 50,000. Kwa hiyo utakuwa umeshapunguza 50,000 hapo. Tumia umeme. Sasa tumia umeme kama chanzo cha joto. Umeme hautumii sana luku. Ukiweka luku ya 50,000 tofauti na mkaa. Mkaa pale umeona unaenda 50,000. Hapa utatumia tu 30,000, nimechukulia utatumia 30,000, utakuwa umeshapunguza 20,000 hapo. Maji sasa na umeme, pale ilikuwa maji na umeme. Umeme ni ule ule 30,000 utatumia ule ule wa juu. Kwa hiyo kutoka kwenye 20,000 imepungua tena imekuwa 10,000. Umeona? Mfanyakazi. Sasa mfanyakazi hapa jinsi ya kumbalance ni kufuga kuku wengi, na nimekuambia ukifuga kuku wengi maana yake itabana ile 100,000 ambayo unamlipa huyo mfanyakazi, itabana itakuwa ni 50,000. Na nadhani kuna mwingine unaweza ukawa mfugaji ukawa unafuga mwenyewe, kwa sababu ukiongeza vyombo, let's say ukiongeza vyombo vya chakula na vyombo vya maji, hii kazi utakuwa unaifanya asubuhi. Hata kama unafanya kazi nyingine unafanya asubuhi na jioni, unaweza ukaiondoa kabisa, ila mimi nimeweka 50,000. Tumia booster za asili. Ukitumia booster za asili zitakusaidia kitu kimoja. Sisi tunacho kitabu cha ufugaji wa broiler. Hichi kitabu kinaelekeza jinsi ya kumfuga kuku siku 24 kwa kutumia tiba za asili. Kwa hiyo utakuwa pale umeshapunguza siku 4 ambazo ilitakiwa uwe unamfuga huyu kuku. Ukipata kitabu chetu ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Kinaelekeza vizuri sana namna booster ambavyo utatumia tokea kifaranga wa siku 1 mpaka na unamuingiza sokoni kwa kutumia hizi booster za asili. Ndani ya siku 24 anakuwa ameshafikisha 1.5 kilo ambao ni uzito ambao unahitajika sokoni. Kwa hiyo ukimuuza siku ya 24 utakuwa umesave mifuko 4 ya grower, ambayo hii mifuko 4 sawa sawa umesave 352,000. Umeona jumla ya hizi zote, baada ya mimi kukupa maelekezo namna ambavyo unaweza ukasave hizi gharama, utakuwa umesave kitu kama 600,000 hivi. Kwa hiyo kama kule ulipata hasara ya 5,516,000, huku sasa ukichukua 600,000 ambayo umeipata huku ukatoa na ile pale, utakuwa umepata faida ya 84,000. Faida 84,000 kwa kuku 500 bado inatakiwa kukaza sana. Kwa hiyo huu ndio uhalisia, yani utake usitake, huu ndio ni uhalisia kama utamuuza kuku wako 6,500. Kwa hiyo hii biashara ya 6,500 bado inaweza ikawa ibaki kuwa ya wale watu ambao wanafuga broiler 5,000, broiler 10,000. Wao at least wanaweza wakapata hela hata kidogo ya kueleweka. Hizi gharama za 6,500 zilikuwa ni bei za zamani sana. Bei ambacho kipindi mifuko inauzwa 64,000 ya chakula, kwa ulikuwa ukiuza 6,500 ulikuwa unapata faida. Sasa kitu kibaya, gharama zimepanda, gharama za vifaranga zimepanda, lakini hii bei haikuwahi kuongezeka, hasa maeneo ya mijini. Kwa hiyo uhalisia ndio upo hivyo. Kama unaweza ukaandika ukakaa nayo chini ukaangalia mwenyewe sehemu gani utapunguza, basi unaweza ukafuga kuku kauza 6,500 hayo maeneo ambayo upo.
Mwisho kabisa KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji. Ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili, lakini pia tunavyo vitabu hivyo ambavyo unaviona hapo, na hicho kitabu cha ufugaji wa broiler ndio kile ambacho nilikuwa nasema kwamba ukiwa nacho kitakuelekeza namna ya kuwalea vifaranga siku ya kwanza mpaka 24 na ukaweza kusevu mifuko ambayo niliweka kwa bajeti ya broiler 500. Lakini pia hapo unaweza ukaona kuna vitabu kama hivyo vya tiba za asili. Nadhani kule nilikuelekeza tiba za asili ambavyo zitakusaidia pia kusevu kiasi cha fedha. Unasevu hadi 50,000 kwenye kuku au 500. Umeona kitabu chenyewe kinauzwa shilingi 10,000. Kwa nini usinunue hichi kitabu na utakitumia kwa kuku wengi ambao utakuwa unawaleta? Kwa hiyo kitakuletea faida, mwongozo. Vitabu vyetu sisi vinauzwa shilingi 10,000 kitabu kimoja, na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp.